roho za binadamu hata inafikia kama kuhesabika, ni kama kitu cha kuonekana. Watu wa Mungu, roho za binadamu, kumbuka kuwa roho za binadamu zinafanya kazi. Muona hata sasa hivi mizimu kwani hafanyi kazi? Kwani mtu anapoenda katika masuala ya matambiko, watu wa Mungu, ya kuwa Bwana nitambikie Bwana familia yangu iwe na ulinzi, kwani ni roho ipi zinazofanya kazi? Sio mzimu, sio roho za watu hizo mizimu. Bwana mizimu yoko wetu na tulinda Bwana. So kinachofanyika Michael, najua ulichokuwa unaulizia, lakini ninachosema ni hivi, watu wa Mungu. Kuna maono ya ambao sihitaji kuingilia, wao wanajua, wanaweza kaeleza vizuri. Lakini roho ya binadamu, kwa sababu mtu ambaye hajafa, roho yake inakuwaje? Mwenye mamlaka ya roho za watu wote, Biblia inasema ni Mungu. Ni Mungu ndio mwenye roho za watu wote. So kwa wakati huo, kumbuka ni kipindi gani? Huo ni kipindi cha mwisho kabisa ya dhiki kuu, katika ile miezi 42 ya mwisho. So huwezi kuilinganisha ukasema kwa sasa hivi roho za wanadamu sijui nini. Unaona bwana? Vitu vya wakati wa mwisho, watu wa Mungu, tunaviletaje kwa sasa? Tunaishi kwenye nyakati za mwisho. Ukichukua sehemu moja, unachukua ya kuwa roho za watu, alafu unaanza kufundisha. Fundisha watu sura yote ya 17, fundisha sura yote kuanzia sura ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne mpaka sura ya 10 na ngapi? 16. Mimi nadhani ni roho zinazotenda kazi kusaidiana na shetani, ni roho zilizokufa katika dhambi. Maana kipindi hicho roho za watakatifu ziko wapi? Si zinatarajia kurudi na nini? Na mwana kondoo. So matukio ya dhiki kuu usiageuze uyalete katika kipindi nyakati za mwisho. Kwa wakati huo, sidhani kama watu walio wema watakuwepo kwa kipindi hicho cha mwisho. Shetani atakuwa alishawameza zamani sana. Wale ambao unaona pale ni wenye chapa, ambao wako tayari kwenda katika ule umati utakaye kusanyika pale, ili ule uwaji, damu ya watu itengeneze nini? Mkondo wa mto. Maana atakuwa ni watu, sio mchezo. Ndio maana tumeona katika kitabu cha Ezekieli sura 38-39, vita vya Gog na Magog. Gog atakusanya majeshi yake. Gog, tunapoongelea Gog tunaongelea nchi ya wapi? Nchi za huko mashariki ya kati kuelekea kule juu. Urushi. Sio kinachofanyika, watu wa Mungu. Nasema hivi, nimesema ya kuwa sihitaji kuita, nimesema ya kuwa ile sehemu ya Babeli ya mwanzo, ambao pia Mungu atamshinda shetani, atapigana vita vya mwisho Kristo pale, ni Iraki. Sijasema Iraki ni Babeli, sijasema Iraki mwenyewe. Inawezekana ikawa ni eneo la Iraki, inawezekana ikawa hata Irani, inawezekana ikawa hata ile miji inayozunguka nini Iraki, lakini eneo lile ambayo ilikuwa, maana zamani palikuwa ni eneo moja inaitwa Babeli, ambayo inawezekana inabeba hata nchi hata 10 hata 5 ya eneo hilo. Bwana Yesu asifiwe. So watu wa Mungu, hata ile alama iliyoandikwa kwenye paji la yule mwanamke ilikuwa ni, yani ile imeandikwa katika ulimwengu wa kiroho. Nasema hivyo, watu wa Mungu, Biblia tuache swala la kuongezea na hata kupunguza. Tuache kuitumia akili zetu kueleza Biblia. Ndio maana maeneo mengi kwenye Ufunuo zinapatikana kule nyuma, ili upate kuelewa ya kuwa yule mwanamke anapewaje mbawa za tai aruke mpaka kule nyikani. Lazima uende kwenye kitabu cha Kutoka 19 sura 4. Na aliwaleta kwenye mbawa za tai. Mungu anawaambia wana wa Israeli,
Tunaona kwenye sura 40 mstari wa ngapi ile? Mstari wa 3. Kitabu cha Isaya. Wamngojao Bwana watafanya nini? Watapata nguvu mpya. Nao watafanya nini? Wataruka juu kama tai. So watu wa Mungu, hayo ni mambo ambayo lazima yajue maeneo yanayoongelea tai. Ukijua ili upate maana ya maeneo. Biblia inajieleza. Na Ufunuo umeona mara nyingi, sehemu nyingi sana kuwa hapa ni kuambie anaambiwa Yohana. Maana kitabu cha Ufunuo imefunuliwa. Kitabu cha Danieli aliambiwa hizi ziweke muhuri mpaka wakati ujao ambao litakuwa ni wakati wa Yohana. Lakini kumbuka Yohana alivyokuwa anaandika kitabu hicho, aliyekuwa anatawala alikuwa ni Rumi. Aliyekuwa anaonekana kama mtu wa uasi alikuwa ni Kaisare Domitiani. Babeli, Yohana aliita Babeli wapi? Rumi. Ukisoma kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15 utaona kabisa Petro naye anaita Rumi Babeli. Kuita mji mwingine jina mji mwingine bila shaka sio mara ya kwanza hapo. Tuliona hata kwenye kitabu cha Ufunuo wakiambiwa ya kuwa nao mji huo utakuwa ni Sodoma na Misri. Mahali walipofanya nini? Walipomsulubisha Bwana. Ina maana Yerusalemu inapewa jina ya nini? Ya Sodoma na Misri. Mara nyingi hata majina mengine yametumia majina mengine, lakini haina maana ya kuwa ndio hiyo hiyo. Ina maana kinachofanyika kama kuna mtu alifanya mji ulifanya mabaya. Ukifanya mabaya unapewa hata kwenye jina. Wafalme waliofanya mabaya katika ile taifa la kaskazini, wote waliambia kuwa naye akatenda mabaya kama Yeroboamu mwana wa Nabati. Walifananishwa wakapewa majina hayo. Ndio maana watu wa Mungu, mimi naamini kabisa tutakaporudi kwenye Biblia mwakani, bila shaka utajua Biblia zaidi, maana huu ni ufunguo tu wa sasa kufungua tunakotakiwa kwenda. Lakini kesho nitakuwepo kwenye sura 19 na 20, alafu kesho kutwa nikimaliza sura 21 22, lakini tukibreak Jumamosi na Jumapili. Jumatatu mimi nitaanza hapa tena sura ya kwanza. Nitakuwa naenda sura kama 4 ama 5. Hajaribu kuandika sasa na nitafupisha ili tuone mambo muhimu kwenye kila sura. Tunataka tuingie kwenye sura na mistari. Umeona leo nimekwambia jinsi ambao nimeigawa. Tunazidi kuigawanya. Leo tumeigawanya zaidi. Itaweza kuongeleka vizuri tu. Itaongeleka vizuri, kiongeleka vizuri na ikaeleweka vizuri bila shaka. Mtu anayeongea kwa Bwana Babeli, mpinga Kristo ni mtu fulani, mwambie stop. Kuna wapinga Kristo ambao wengi wameshakuja. Yohana alisema wapinga Kristo wengi wameshakuja, lakini kuna mpinga Kristo ule mtu wa uasi. Yeye atakuja katika kipindi cha pili kinapoanza ya dhiki kuu, ambayo atasimikwa na yule joka atakayetupwa kutoka wapi? Kutoka angani. Naye atakuwa ni nafsi ya pili ya utatu mchafu, ambayo atafanana na baba yake joka, kama Kristo alivyofanana na baba yetu wa mbinguni. Nani mwingine mwenye swali? Kabla sijaomba. Niombe ama bado kuna mtu mwenye swali? Any question? Ninaomba. Baba, nasema ni asante tena Baba wa rehema siku ya leo kwa ajili ya yote uliyotufunuliwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura 17 na 18. Tumeona yule mwanamke Babeli katika ulimwengu wa kiroho ambao ni Babeli wa kidini, na tukaona Babeli mji ambao ni Babeli wa kisiasa na wa kiuchumi, wakianguka na kushindwa na ghadhabu yako Bwana. Baba, tazama watu hawa Baba, ninaosha mavazi yao kwa damu yako Bwana Yesu. Naosha tabia zao, nafsi zao, roho na mwili. Ninawatakaza Baba wa rehema, nikiondoa matendo yote mabaya, maana Baba wanayaweza yote katika uwatie nguvu. Uwatie nguvu Baba wa rehema katika haya waliyesikiliza Baba na kuyasikia Baba na kuyaelewa.
yapite katika viungo vyao. Na yawezekana Bwana, yupo roho ya Babeli wa kidini, ama Babeli wa kiuchumi, ama Babeli wa kisiasa, Babeli Baba wa rehema. Kati ya hao, kama ipo ndani ya mtu yote hapa roho ya aina yoyote kama hiyo, na kazi yake, Baba, naagiza neno lako yaanze pekua katika nafsi, katika roho, katika mwili. Na Baba, ziking'olewa hizo roho ya aina yote, roho ya ukahaba, kuabudu miungu mingine, ama alifungishwa mkataba na miungu mingine, Baba wa rehema, kama kuna mtu mwenye mkataba wowote na Baba wa rehema, yule Babeli mwanamke, ninaagiza Baba, mikataba yote yavunjike kwa jina la Yesu, yavunjike kwa jina la Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu katika maisha yao Bwana. Nang'oa Baba wa rehema, uchawi ni Babeli, uganga ni Babeli, ushirikina ni Babeli. Ninaagiza roho zote za Babeli zidhirike na kutoka. Kila roho ya Babeli, kuabudu mizimu na kushiriki mambo ya matambiko, waliyeshiriki watu hawa Baba wa rehema, hizo ni roho za kibabeli ambao zimeamua kuhamia kipindi hichi cha nyakati za mwisho. Ziondoke zilizotesa maisha ya watu wake. Uso wa mtu huyu wekwe huru, moyo wake, utawala wake, kibali chake, uzima wake, maeneo yote katika mwili wake iwekwe huru. Natenganisha Baba viungo vyake vyote na roho za kibabeli kwenye ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kawaida. Tabia zake Baba, kama na tabia za kibabeli, ninazitenganisha na mwili wake na roho yake na nafsi yake. Ninamtoa katika utawala wa roho ya kibabeli kwenye ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kawaida. Na Baba, ninawarudisha katika asili ya uumbaji. Kitabu cha Ufunuo Baba wa rehema, na sura zake ziwatamie watu hawa, zikiwaweka Baba kuwa mkao wa kwenda kumlaki Bwana Kristo, ama kuwa tayari Baba wa rehema kwa ajili ya Baba ufufuo wa kwanza. Ninaondoa roho zote chafu na zikusanya zote magonjwa, laana, roho za kukataliwa, kila kifuniko kilichomfunika mtu huyu, mtu yote aliyetumia roho yake. Tumeona ya kuwa ule mji patakuwepo na biashara za roho za watu. Yamkini roho ya mtu huyu inatumika mahali. Ninaagiza malaika kafuate roho ya mtu yote inayetumika hapa. Yamkini akili yake, yamkini muonekano wake, yamkini hatua zake, yamkini ufahamu wake. Kama kuna mtu yeyote aliyechukua chochote cha kwake, ninaagiza roho zao zianze kurejea. Kama kuna mtu aliyechukuliwa kimazingara ama mazingaumbwe ama kimizimu ama kimajini na machoka, rudi kwenye mwili wako haraka kwa jina la Yesu. Mili ya watu pia tumeona ya kuwa biashara hiyo itafanyika. Kama kuna mtu yote aliyechukuliwa mwili wake, yawezekana mtu amechukua uso wako anafanya nayo uimbaji. Wewe uliyechukua uso wake na sauti yake unafanyia uimbaji, achia sauti yake. Nimekuona wewe ulichukua sauti yake, umechukua sehemu ya mwili wake unatumia kwenye uimbaji. Achia ianze kurudi, nataka kusikia sauti yake.
Nataka kusikia sauti ile ikirudi iimbe. Sauti za kuimba zilizochukuliwa zianze kuimba. Zianze kuimba. Sauti zilizochukuliwa za kuimba. Wewe, sitaki uongee. Mimi sitaki uongee. Yesu akuruhusu mapepo aongee mbele yake. Sauti iliyochukuliwa nataka irudi. Miguu iliyochukuliwa, weka mkono wako alafu mama utulie hapa. Nyamaza kimya ili Bwana atende kazi. Aliyechukuliwa ufahamu wake. Aliyechukuliwa mikono yake. Aliyechukuliwa uso wake. Aliyechukuliwa hatua zake. Aliyechukuliwa karama zake. Mmejificha kana kwamba hampo. Hawezi mkajificha katika uso wa Bwana. Nataka kile ulichochukua kwenye mwili wake rudisha haraka. Ulichochukua kwenye mwili wake rudisha haraka. Uliyetumia kupata fedha zako, fanya haraka. Haraka. Yamkini ulichukua mkono wake ili uweze kuchukua fedha zake. Bwana hutuma neno lake na kwenda kuokoa watu wake na maangamizi. Neno la Bwana lipite popote pale duniani, angani, katika utawala wa nchi na utawala wa makusanyiko wa maji, hadi kuzimu, na ianze kuleta chochote kilicho cha kwako. Leta sauti yake, leta mkono wake, uweze kuvumilia. Nataka kuleta vitu vyake. Ni saa ya watu wa Mungu kuletwa vitu vyao. Leta kila kitu. Leta uzima wake, leta kibali chake, leta hatua zake, muonekano wake, huduma yake na karama yake. Leta vitu vyake vyote. Nasema leta vitu vyake, hakuna kuvumilia. Leta sehemu ya mwili wake uliochukua. Kama kuna aliyechukuliwa roho yake ikafanywa biashara, unatikiza kichwa. Tikiza kichwa, kimaliza acha viungo vyake vije haraka. Kama ni ufahamu, kama ni muonekano, kama ni elimu, nataka sauti ya dada huyo haje ije. Huwezi kutumia kwenye kuimba tena. Sauti ije, nataka kusikia sauti ikiimba haraka. Sauti ya huyo nataka kwenye uimbaji. Leta sauti yake, uweze kujificha. Nataka kuachia sauti yake. Fanya haraka. Leta sauti yake ya kuimba, usifanye mchezo hapa. Leta sauti yake ya kuimba, uliochukua koo na sauti yake, sauti ya kuongea mbele ya watu. Leta sauti zilizochukuliwa, nataka zirudi. Sauti za kuimba zilizochukuliwa, zinazotumika kwenye kuimba kule katika ufalme wa giza, nataka zirudi. Nataka irudi. Anza kurudisha. Natumia uweza wa Bwana. Natumia uweza wa Bwana. Natumia uweza wa Bwana Yesu. Niko katika utawala wa theokrasia, utawala wa kimungu. Mimi ni mtawala pamoja na Kristo. Ninao chuma. Natawala kwa chuma. Fimbo ya chuma. Uongozi uliyechukua, nataka ulete uongozi wake. Usifanye mchezo. Nataka uongozi wake, usifanye. Kuna mchezo hapa. Viungo vyako vilivyochukua, leta haraka. Leo ni kazi tu. Leta uongozi wake uliochukua. Unakula nao chips na donut. Leta haraka uongozi, sehemu yote iliyochukuliwa kwenye mwili wa mtu. Hizo biashara mnazofanya za mili ya watu na roho za watu, mnapanda nao vyeo. Nataka ulete. Leta haraka. Leta haraka. Leta haraka. Leta sauti. Leta uongozi wake. Leta kibali chake.
Kwa jina la Yesu, hii koo kuanzia leo itaimba. Koo irudi katika hatua zake. Achia koo irudi. Achia vitu vyake vyote virudi. Sauti, nataka kusikia sauti ya kuimba. Nataka kusikia sauti ya kuimba. Sauti ya kuimba. Nataka ulete sauti yake. Imeandikwa akipatikana atalipia mara 7 pamoja na mali ya nyumba yake. Leta sauti yake. Najua ninachokisema. Fanya haraka. Natuma malaika yule atakaye angaza katika sura 18. Utukufu wake utaangaza dunia yote. Wewe ndio leta sauti yake. Leta haraka sauti yake. Leta haraka sauti yake. Ewe malaika, fanya haraka. Kila mtu apokee kile kilichochukuliwa. Yamkini kuna sehemu ya mwili wako ilichukuliwa, ilinunuliwa, ikauzwa. Chochote kilichochukuliwa kwako na kuuzwa, ama ni sehemu ya mwili wa roho yako, nataka irudi, kwa sababu ni wakati huo. Kila kiungo chako kirudi katika asili ya uumbaji. Ubongo wako, mishipa za fahamu, mishipa za kumbukumbu. Utawala wa Mungu leo inasimika kila mtu kwenye asili yake. Ulikuwaga mwimbaji, rudi kwenye kuimba. Nianze kusikia ukirudi kwenye uimbaji. Nianze kusikia ukirudi kwenye asili ya utawala. Ulikuwaga na asili ya kuwa kiongozi. Rudisha. Kristo alilipia gharama ya damu yake kwa watu ambao walichukuliwa mateka na kuuzwa. Popote pale ilipouzwa, malaika yule aliyeangaza katika sura 18 kafuate kila kilichouzwa. Kafuate kila kilichouzwa cha kila moja. Yamkini uongozi wake uliuzwa. Yamkini cheo chake kiliuzwa. Yamkini nyota iliuzwa. Nyota waliokuwa wanatumia kuimba, imetoka hiyo. Imetoka hiyo. Imetoka hiyo, imerudi kwa mwenyewe. Imerudi kwa mwenyewe. Hiyo imetoka, imerudi kwa mwenyewe. Na kila moja apokee hatua zake na kibali chake. Kama ni mikono iliuzwa, nenda malaika wewe uangazae kwa nuru yako. Nuru yako itakapoangaza dunia, iangaze unapoenda kwenye ngome yoyote na kurudisha hatua zake. Alikuwaga mzuri huyo. Uzuri wake uliendaga wapi? Kila mtu alimtamani kuwa pamoja naye akiwa mdogo. Ilikuwaje? Ni saa ameuzwa. Amenunuliwa kwa damu ya Yesu. Yesu amelipia ransom.
ile malipo ya kukomboa mtu aliyechukuliwa mateka ama aliyeuzwa. Kila moja rudi. Leo ni tamko rasmi, tamko ya Bwana, tamko ya Bwana leo. Kila moja rudi, rudi kwenye asili yako, rudi kwenye asili yako. Popote alipouzwa, natuma yule malaika mlete popote alipouzwa. Wala wewe usiende, maana ulimuuza wewe, ulishakula hela, watakudai. Natuma yule malaika ndio aenda kakomboe chochote kilichouzwa. Nyamaza kimya, nyamaza kimya. Nyamaza kimya, nimetuma malaika irudishe. Nataka urudishe, sio kulia tu, sio machozi kububujika tu. Nataka irudishe. Malaika rudisha huduma yake, sio tu machozi kububujika. Rudisha vitu vyake vilivyochukuliwa, rudisha vyote kwa jina la Yesu. Tamko rasmi. Malaika, leta vitu vyake, leta karama, leta huduma, leta muonekano, chochote kilichouzwa ili patikane fedha. Fedha hiyo imelipwa na Kristo leo. Rudi kwenye mwili wako, ingia kwenye mwili wako, ingia kwenye mwili wako, ingia kwenye mwili wako, na vinavyotoka vitoke kupitia machozi yanayetoka. Ingia kwenye mwili wako, na kinywa chako, na kibali chako, na nyota yako, na hatima yako. Ingia kwenye mwili wako kuanzia leo, kwa amri ya kutoka kwenye kiti cha enzi, amri kutoka kwa mwanakondoo aliyewanunua kwa damu yake ya thamani, aliyelipia ile hela. Alikununua kwa gharama ya damu yake, damu ambayo ilikutenda dhambi. Kila mtu anarudi kwenye asili ya uumbaji. Naona huyu anavumilia, nisogee huko karibu. Nataka kumwachie huyu kaka. Huyu kaka ana karama ya ajabu. Unaona karama ya ajabu ya kaka huyu. Naona karama ya ajabu ya kaka, unataka kumwachia. Fanya haraka. Fanya haraka. Ndio maana umeshika na mdomo wake, haiwezi kuongea vizuri. Maana ana karama ya kufanya kazi ya Mungu. Achia mdomo wake. Anza kumwachia, maana tunataka arudi katika asili yake. Fanya haraka. Haraka, tamko hii imepita. Ndio imetoka hivyo kwenyu. Leo anatoka kwenyu. Achia mdomo, achia uso, achia ujasiri. Haraka, achia na mkono wake fedha ambao umekuwa ukichukua kwenye mkono wake. Maana hii ni mwanzo mpya katika watakatifu wa Bwana, wanayempenda Bwana. Wao kwenye utawala wa theokrasia. Maana kuanzia leo nitaamrisha malaika wanayelinda watu hawa wajue ya kuwa hawa ni mabalozi wa mbinguni hapa duniani. Hawa ni raia wa mbinguni, ni wa utawala wa theokrasia, wanalindwa na walinzi wa mbinguni. Kama malaika moja atashuka na pingu na funguo na kufungua kuzimu na kumfungia yule joka kwenye shimo isiyokuwa na kina, basi hawa wawili wanayemlinda mtu huyu ni zaidi. Achia vyote. Achia vyote. Kila mtu arudi katika mwili wake. Kila mtu arudi katika hatima yake na kibali chake. Lazima kila moja ale mema ya nchi. Kila mtu arudi katika asili yake na hatua zake. Rudi kwenye asili yako, kale mema ya nchi. Leo tunarudisha vyote vilivyouzwa vya kwako. Chochote kilichouzwa cha kwako, ama ni mwili ama ni roho, akipatikana atalipia mara 7 pamoja na mali ya nyumba yake.
moyo uliouzwa na tumbo uliouzwa, tumbo la chakula iliyouzwa, rudisha tumbo lake, achia tumbo lake iliyouzwa, rudi kwenye mwili wako. Maana leo ile damu iliyomwagika pale katika mlima wa Golgotha ni damu iliyolipa utumwa waliochukuliwa na shetani watu hawa. Kwa damu ya Yesu tumbo limerudishwa, kwa damu ya Yesu karama. Ingia kwenye mwili wako, uende ukafanye kazi ya Mungu. Ingia kwenye mwili wako, uende ukafanye kazi ya Mungu. Ingia ukafanye kazi ya Mungu. Nataka ufanye kazi ya Mungu. Mavuno yamekwisha kuwa tayari, watenda kazi ni wachache kwenye shamba la Bwana. Ingia kwenye mwili, chochote kilichouzwa yote ingia kwenye mwili wako. Natenganisha nafsi yako na nafsi ya mama huyu kuanzia leo. Usiseme kwenye mwili wake tena. Wewe uliyesema unaona aibu, kuanzia leo natenganisha nafsi yake na nafsi yako, roho yako na roho yake, mwili wako na mwili wake, na vitu vyake vyote ulivyochukua na vya watoto wake na virudisha. Pokea vitu vyako ewe mama. Wewe ni raia wa mbinguni, uko kwenye utawala wa theokrasia, utawala wa kimungu. Ninafunga roho zote chafu zilizotesa watu na kuzifungia kuzimu, na kuomboa vitu vyote vinavyohusu mwili, roho na hata vinavyokuhusu wewe, vyote na vikomboa. Karama zako, hatua zako, kibali chako, upendeleo wako, kinywa chako, muonekano wako na nyota yako, narudisha hatua zako zote. Roho zote ninazikusanya na kuzitupa kuzimu na kuzifungia siku 10 ya Bwana. Kifuniko chochote kilichokufunika, nywele zako zisionekane vizuri, macho yako, maneno yako, hatua zako, yote na vitoa na zitupa kuzimu. Na kuanzia sasa natamka ya kuwa asante Bwana Yesu kwa ajili ya kazi yako uliyotenda leo tena kwa hawa watakatifu wako ambao ni raia katika utawala wa kimungu ama wa kitheokrasia, maana wameokoka. Na kuanzia leo natoa tamko katika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kawaida. Kila mmoja ana malaika wawili wanayemlinda. Inasema hivi, enyi malaika, hawa ni wa ukoo wa Kristo Yesu mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahim, na hawa ni wa utawala wa theokrasia. Hawa ni wa utawala wa theokrasia, utawala wa kimungu. Nimeona mkitoa machozi, inaashiria kuwa leo umeshindwa. Nami nasema kuwa enyi malaika, kama malaika mmoja atateremka chini na pingu na funguo na kufungua kuzimu na kumfunga yule joka kwenye shimo isiyokuwa na kina, kuanzia leo linda mtu huyu. Enda kila kona, leta vitu vyake, ufungue vifungo vyote vilivyofungwa nje, na mlinde vyema asiwepo wa utawala wa giza kumgusa ama kuchukua chochote kwake siku zote za maisha yake. Asante Bwana kwa ajili ya leo, maana ni siku ya ajabu, nawe ndio uliyeifanya. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na mtu mmoja sema amen. Amen. Sema asante Yesu. Bila shaka utalindwa vyema sana, maana wale malaika wawili watakulinda vizuri. Agizo imetoka kwa mwana kondoo ya kuwa mtalindwa, na imekuwa siku ya ajabu tena kuwepo mbele za Bwana. Kumbe kuna mili na roho zilizouzwa. So bila shaka vitu vyako leo vimerejeshwa. Basi uwe na amani ya Yesu. Tumefikia hapo mtakatifu wa Bwana.